Wewe kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea ndio uende kwa taratibu za kuswap. Hii swap ni kizuri, Kiswahili chake ni nini? Kuchanja Kuchanja eti. Swap ni kubadilishana. Kubadili ile kadi ya mwanzo kwenda kwenye kadi ya pili. Ni kubadili ya mwanzo kwenda ile kasema kuchanja hivi. Sawa, bado tutamaliza utaratibu wa kuswap. Tunaanza kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa. Kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa finali. Hiyo tokeo kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo Derby alafu ina msisimko wa finali, kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake na kuwa imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana tusisahau muhimu sana hii. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua watafuta sare wanafanyaje, tutengeneza mazingira ya kupata sare tusaidie. Sio mbaya, ni kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement 3 za ubingwa, sisi hata endorsement 1 tunachukua champion. Kwa sisi tunakwenda kwenye mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi 1 au pointi 3 zitamfanya Yanga Afrika iwe bingwa. Na tunafahamu wenzetu pointi 3 zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi kwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo. Lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni of course kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa hiyo mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karimu, kumkaribisha mtu mwingine na kumkaribisha mwana Yanga kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya mfano ni sisi wenyewe wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa ile kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ile uwanja wote kwa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada zilizofanywa kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza hitimisho yake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifuata Yanga kucheza, tumepiga sana kelele kusupport timu yetu, lakini inaonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia. Na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana. Kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu 60,000 tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, tuisupport ili tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na yeye waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Nisiwadanganye.
timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, tuuza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo jana nimetimuliwa Zanzibar. Karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tukuisha, bwana taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga na UDI Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwa hiyo siku ya mchezo. Hilo ninahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapo mazoezi, watarudi lini, warudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote kile. Ninahakikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimaliza. Kama kuna swali hizo. Nataka hiyo sare na ushindi. Pia na wenzenu pia wanataka ushindi kwenye huo mchezo. Ni kwa kiasi gani sasa mnajiandaa na kuupa uzito huo mchezo, kwa maana wao wakishinda mmepoteza ubingwa mbele yao na mtakuwa mnaliona kombe linaondoka mbele yenu, lakini nyinyi mkipata sare au mkishinda mnachukua kikombe. Okay. Yes, Tasimu kujibu haraka swali lako. Kwanza si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba. Si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara 4 mfululizo. Lakini si jambo jepesi. Ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, na wakati tunatafuta sare akatufanyia hii sare nyingine akaweka. Maki ni jambo la hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda. Lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao watambua jitihada za watu wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapanga ile kijana, never know, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa Pimpini kaitoa nje kaita ndani, Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri hii sare tukiteka kama hiyo tutakataa, tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi. Pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mpango wetu unaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye mechi matokeo yana 2 favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwa haya matokeo mawili. Aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Asante. Swali la pili. Naitwa Petro Mzima natokea PMTV. Hani kwenye dabi iliyopita wapinzani wenu walidai kuzuia kutoingia uwanjani, lakini je, mpaka hivi sasa mmeishapokea taarifa yoyote ya kwamba timu mgeni atakuja kufanya mazoezi ya mwisho? Na je, mlipokea hiyo taarifa na uhakikishia umma kwamba zile rabsha ambazo zilidaiwa kutokea mchezo uliopita hazitatokea, kwa kwamba mtapokea kwa moyo mkunjufu au la? Ili sio la 184 la kwetu, na tutalieleza kesho saa 4. Yes, taarifa rasmi haijatoka. Saa 5, yes. Tutakuwa na mkutano wa habari hapa. Kwa hiyo tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji. Leo hapa hata hali nimemwalika tu, sio mkutano wake huu. Msingi wetu hapo ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu ticketing. Hiyo ndio ilikuwa mada kuu, kutoa taarifa rasmi ya mchezo na masuala yanayohusu ticketing. Uendeshaji na kila kitu ikiwemo technical issues tutazungumza kesho hapa NBC. Siku moja kabla ya mechi. Sahihi kabisa. Ni kesho hiyo, siku moja kabla ya mechi tutazungumza masuala mengine yanayosalia. Karibu kwa swali la hili litakuwa la mwisho kwa sababu hili tayari mimi nimeshalijibu. Kwamba 184 ndugu zangu. Natokea wapi? Fara TV. Haleluya. Swali mawili yanayolandana. La kwanza kwa sababu umefukuzwa jana. Maendeleo ya wachezaji yakoje? Kwa sababu kuna wachezaji walionekana wako injury. Maendeleo yao yakoje? La pili, huu mfumo wa N-card kwa nyie kama wanayanga
mmefanya tathmini ya kutosha kwamba siku mbili zinaweza zikatosha? Hii ni kwa faida ya wanachama wa Yanga Afrika. Okay. Swali la kwanza ni technical, tutamuuliza kocha kesho Analijibu hilo. ili la wachezaji tutaelezewa kesho. Hilo tutaelezea kesho. Swali la pili linahusisha uhakika wa Young African Sports Club kwenye hiki kitu ambacho kinakwenda kufanyika. Ali, unaweza ukaelezea hili kwa sababu MCAD ni watu wenu unaweza ukaelezea namna ambavyo mnaamini hizi siku mbili zinatosha kukamilisha hilo jambo. La majeruhi atajibu kocha kesho. Waandishi simnaona lakini mechi ngumu. Nimepangiwa beki. Bana, nafuata taratibu ulivyo ndugu yangu. Kiongozi wetu hapa Karim Beimanda ambaye ndiye afisa habari ya bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya technical yatajibiwa kesho. Nani anaumwa, nani mzima kesho. Langu lilikuwa lipi la MCAD? Sawa. Sisi kwanza kama club tumeshafanya kazi na MCAD kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu kufanya nao kazi. Maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi. Na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if ikiwa hivi MCAD wana capacity gani ya kuweza kusolve hizi changamoto? Kwa hiyo tujiridhisha kabisa pasina shaka yoyote ndani ya hizi siku kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo. Sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu wachache kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani. Na tunaamini walitumia kadi zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndio walipoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku tatu MCAD wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao hao tayari tumesha solve na tumeshajua jibu lao kwamba waende moja kwa moja uwanjani siku ya Jumatano. Karibu beki Mkadaji.